Mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM kufanyika Mei 29 na Mei 30. Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza kufanya mkutano mkuu maalum utakaofanyika jijini Dodoma kuanzia tarehe 29 Mei mwaka 2025 hadi tarehe 30 Mei mwaka 2025, ukiambatana na ajenda kuu tatu: kupokea taarifa ya miaka mitano ya utekelezaji wa uchaguzi wa mwaka 2025, kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM 2025-2030 kuelekea uchaguzi mkuu na marekebisho ya katiba. Hayo ameyasema katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza kufanya mkutano mkuu maalum utakaofanyika jijini Dodoma kuanzia tarehe 29 Mei mwaka 2025 hadi tarehe 30 Mei mwaka 2025, ukiambatana na ajenda kuu tatu: kupokea taarifa ya miaka mitano ya utekelezaji wa uchaguzi wa mwaka 2025, kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM 2025-2030 na kuelekea uchaguzi mkuu na marekebisho ya katiba. Amos Makalla toa kauli mzee Wasira aumwi bali amepumzika. Katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla ametolea ufafanuzi hali ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Mzee Steven Wasira kufuatia uvumi uliokuwa ukisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kutokuwepo kwake hadharani kwa muda sasa. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari katika ofisi ndogo za Chama cha Mapinduzi CCM Lumumba jijini Dar es Salaam, Amos Makalla amesema hakuna tatizo lolote kuhusu afya au hali ya mzee, bali ni ratiba zake binafsi. Amos Makalla ameendelea kusema kuwa mzee ana jambo lolote, ni ratiba tu ya kwamba nitafanya hapa, nitakamilisha, nipumzike. Baada ya hapo kuna jambo lingine la kifamilia, hata mimi lazima nijiweke hivyo. Ni jambo la kawaida, kwa hiyo hata mimi nikipotea wiki moja, wiki mbili, mtasema mwenezi amekata moto. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye katibu wa NEC itikadi, uenezi mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla ametolea ufafanuzi hali ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Mzee Steven Wasira kufuatia uvumi uliokuwa ukisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kutokuwepo kwake hadharani kwa muda sasa. Mwenyekiti Dodoma Madoga ajiondoa Chadema. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Dodoma Aisha Madoga ametangaza kujivua rasmi wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa madai ya kuwa ameitwa msaliti baada ya kuunganishwa kwenye kundi la G55, ambapo amesema ameumizwa kwa kitendo hicho cha kushambuliwa kwa kuitwa msaliti. Madoga ametangaza uamuzi huo jijini Dodoma huku akiwa analia machozi, akisema huenda leo ikawa siku ngumu zaidi kwenye maisha yake kwa kuwa anaumia kuondoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini ana namna nyingine ya kufanya. Hakuna nyakati alilazimika kutofautiana hata na wazazi wake ili niweze kufanya siasa katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ni taarifa kutoka Dodoma. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Dodoma Aisha Madoga ametangaza kujivua rasmi wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa madai ya kuwa ameitwa msaliti baada ya kuunganishwa kwenye kundi la G55, ambapo amesema ameumizwa kwa kitendo hicho cha kushambuliwa kwa kuitwa msaliti. Amos Makalla toa kauli, serikali imetenga bilioni 137 kudhibiti mafuriko. Serikali imetenga jumla shilingi bilioni 137 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa mawili katika wilaya ya Kilosa na Mpwapwa ili kukabiliana na changamoto ya mafuriko kwa wananchi katika wilaya ya Kilosa. Lengo likiwa la kwanza ni kutatua changamoto hiyo ya mafuriko ambayo inaathiri wakulima wa eneo hilo. Pia maji yanayopelekwa katika mabwawa hayo hutumika kama vyanzo vya maji katika shughuli
mbalimbali. Katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi uenezi mafunzo Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makalla akieleza hayo wakati akizungumza na wananchi wa jimbo la Kilosa na Mikumi katika wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, akimaliza ziara yake ya siku 7 iliyokatishwa kupisha maombolezo ya mzee Kilopa Msuya. Awali CPA Amos Makalla alisema kila palipo na mafuriko lazima kuwe na changamoto, na kuwaeleza wananchi kuwa utatuzi wa changamoto zao utafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa sababu wana dhamana ya kutumikia wananchi. Amos Makalla ameendelea kusema kuwa mbunge wa jimbo la Kilosa Profesa Palamagamba Kabudi alitaja kuwa kijiji kimoja kilikuwa na mafuriko wakati akiwa njiani kuelekea Kilosa, akizungumza na waziri wa kilimo Hussein Bashe ili kumweleza mikakati yao kwa wizara katika kutatua changamoto hiyo kwa wakulima. Mafuriko ni janga, lakini kwa wakati mwingine yanaweza kutumika kama suluhu kwa njia nyingine. Nina habari njema, nimeanza na hizo kuzuia mafuriko, lakini nimeongea na waziri wa kilimo Hussein Bashe. Amesema serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imetenga dola milioni 50 sawa na shilingi bilioni 137 kujenga mabwawa, amesema Amos Makalla. Akiongea bado, Amos Makalla amesema yatajengwa mabwawa Mpwapwa na Kilosa kukabiliana na mafuriko. Mabwawa hayo yatatumia kama vyanzo vya maji wakati tukikabiliana na kuzuia mafuriko katika wilaya ya Kilosa. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye serikali imetenga jumla shilingi bilioni 137 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa mawili katika wilaya ya Kilosa na Mpwapwa ili kukabiliana na changamoto ya mafuriko kwa wananchi katika wilaya ya Kilosa. Jeshi la polisi limemkamata Zumaridi na linaendelea kumhoji. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limesema Mei 15 mwaka 2025 saa 4 asubuhi lilimkamata na linaendelea kumhoji Diana Edward Bundala, ambaye pia hujitambulisha kwa jina la Mfalme Zumaridi, mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa mtaa wa Buguku, kata ya Buongo, ambaye ameageuza makazi yake kuwa kanisa. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoani Mwanza inasema Zumaridi anatuhumiwa kuendesha shughuli za kidini bila usajili pamoja na kufanya mahubiri kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo ambalo ni makazi ya watu na kusababisha usumbufu kwa majirani wanaoishi karibu na makazi yake. Mwanamke huyo alihojiwa pia kuhusiana na taarifa zinazoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii, ikionekana kwenye picha mjongeo, yani video, akiwa na kundi la watoto wenye umri mdogo wa jinsia ya kike na kiume, akiwaeleza kuwa yeye ndiye Mungu ambaye ana uwezo wa kuwatenganisha na kifo. Uchunguzi unaohusiana na tukio hili unaendelea na jeshi la polisi mkoani Mwanza. Katika uchunguzi huo linashirikiana na taasisi nyingine za kiserikali, hivyo linawaomba wananchi wenye taarifa mbalimbali zinazoweza kumsaidia kupata uchunguzi wa tuhuma hizi wafikishe katika jeshi la polisi. Uchunguzi utakapokamilika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa mapema. Ni taarifa kutoka jijini Mwanza. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mwanza limesema Mei 15 mwaka 2025 saa 4 asubuhi lilimkamata na linaendelea kumhoji Diana Edward Bundala, ambaye pia hujitambulisha kwa jina la Mfalme Zumaridi, mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa mtaa wa Buguku, kata ya Buongwa, ambaye ameageuza makazi yake kuwa kanisa.